Ali Bujiku, mkurugenzi idara ya Afrika, Wizara ya Mambo ya Nje. Tangu tarehe 11 mpaka tarehe 13 tulikuwa na mkutano wa tume ya pamoja ya ushirikiano kati ya Tanzania na Uganda. Tume hii kama nyote mnavyofahamu, Tanzania na Uganda zina uhusiano wa muda mrefu, lakini mwaka 2017 tulianzisha tume ya pamoja ya ushirikiano na mpaka sasa tumefanyika vikao vinne na ulikuwa na mazumuni makubwa matatu. Naweza nikasema la kwanza ni kuhusiana na kupitia kwanza yale maazimio ya mkutano wa 4 ambao ulifanyika mwaka 2022, lakini pia kulikuwa kuna maelekezo mbalimbali ya viongozi wetu. Nakumbuka tarehe 7 mwezi wa pili, Mheshimiwa Rais Museveni wa Uganda alikuja nchini na kufanya mazungumzo na Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kuhusiana na masuala mbalimbali ya kuimarisha ushirikiano kati ya pande zetu mbili. Kwa hiyo wamefuatia kwa pamoja na kufuatilia utekelezaji wa yale maazimio ya mwaka 2022, tulikuwa pia tunaangalia pia utekelezaji wa maelekezo ya waheshimiwa viongozi. Na mengi kama mnavyofahamu, kwanza kuna masuala ya ushirikiano kwenye nyanja za kisiasa, za kidiplomasia, lakini pia kulikuwa kuna masuala ya ushirikiano kwenye masuala ya kiuchumi, biashara, uwekezaji, masuala ya kilimo. Nafahamu Tanzania na Uganda tunafanya biashara kwa kiwango kikubwa sana. Baada ya Kenya, kwenye East Africa nchi ya pili ambayo tunafanya nayo zaidi biashara ni Uganda. Lakini pia tumejadili pia majadiliano pia yamegusia masuala ya miundombinu. Hasa tunafahamu hivi sasa tunatekeleza mradi mkubwa sana wa bomba la mafuta kutoka Hoima mpaka kuelekea Tanga. Kwa hiyo ilikuwa ni moja pia ya maeneo ambayo tulikuwa tunajadili. Lakini pia kuhusiana na matumizi ya bandari yetu, nafahamu kwamba hivi majuzi tulizindua meli kule Ziwa Victoria. Kwa hiyo Uganda wameonyesha nia kutaka kuongeza shehena ya mizigo ambao wangependa ipite kwenye bandari yetu. Lakini pia kuna masuala mengine ambayo tunakuwa tunajadiliana. Kuna mipango pia ya kujenga reli kuunganisha kutoka Isaka kwenda mpaka Mpondo nchini Uganda. Lakini pia kuna mipango pia ya kujenga reli kutoka Tanga, Arusha, Musoma ambayo itapita ziwa. Baada hapo itaunganika, inakwenda tutavuka ziwa Victoria kwenda kwenye Port Bell na kutoka Port Bell inaenda mpaka Kampala. Kwa hiyo haya ni miongoni mwa masuala muhimu ambayo tumejadiliana, na kikao hiki tulianza jana kwenye ngazi ya wataalamu. Leo wanafanya makatibu wakuu na kesho itakuwa ni ngazi ya mawaziri. Kwa hiyo kwa ujumla haya ni masuala muhimu ambayo tumekuwa tukijadiliana, na kwa ujumla mkutano unaenda vizuri, tunafanyika katika mazingira mazuri ya maelewano, na tunatumaini baada ya mkutano huu Watanzania wataanza kuona baadhi ya vile vikwazo vinaondoka, kama sio kupungua basi vingi vitakuwa vimeondoka. Kuhusiana na mradi kwa mpaka sasa umefikia karibu 81% na unatarajiwa kukamilika tarehe 31 Julai mwaka huu, na matarajio kama kila kitu kitaenda sawa ifikapo tarehe 1 Oktoba meli ya kwanza ya mafuta itaanza kutoka katika bandari ya Tanga. Kwa hiyo hapa kulikuwa kuna baadhi ya pending issues ambazo tulikuwa tunajadiliana ili kuzitatua, na hatimaye haya tulikuwa tumekubaliana ya kwamba tarehe 31 mradi umekamilika, na ikifika tarehe 1 mwezi wa 10 meli ya kwanza ianze kutoka pale bandari ya Tanga uweze kukamilika. Hiyo swala la mafuta of course sio la kwetu sana, lakini tunatarajia of course pamoja na kuwepo kwa migogoro, kwa tunafahamu kwamba hiyo ni jambo la uhakika kabisa kwamba kutokana na kinachoendelea kutakuwa kuna changamoto hiyo pengine ya mafuta kupanda, na ni kawaida, sio kwa mara ya kwanza imetokea namna hiyo, lakini tunafahamu serikali imekuwa na mipango mbalimbali ambayo ilikuwa yakikabiliana namna hiyo.
ingawa sio alipo katika rangi yangu, lakini naweza nikasema kwa